utakuta kuna vitu tunakwama, haviendi vizuri, na hata tukitaka kuvifanikisha basi inabidi tutumie nguvu kubwa ya kufanikiwa. Na sababu hizo ndizo wataalamu hao wanaonisaidia wa mambo ya biashara na wengine tukakaa tukasema tutafute uwezeshwaji kwa hali yoyote ile ili tuishe kitu tunachokiita investment guide. Tushafanya mengi, hii inakuwa kama kitu kingine tu, mama mipango hapo katarajia kishafanya sio na mengine polisi nini sio anayojua mwenyewe. Lakini sasa hivi tunakwenda na hii ili sasa hii investment guide itaweza kutusaidia, mimi naamini, kwa yale mambo mawili niliyoyasema. Moja, tutaweza kujitambua, kujielewa, lakini la pili tutaweza kuona, kuangalia mabadiliko mengi ambayo yanayotokea wapi? Katika mkoa wa Morogoro. Tuna fursa nyingi, tumezieleza, tumewaweka watu ambao wanaweza wakafanya investment katika mazingira kama hayo. Nimetaja tu hiyo mayai kwa sababu kama tuna wanafunzi 10,000 ni kama wanafika watazidi, na kila mwanafunzi mmoja akala yai moja tu, maana kwa siku wanafunzi watakuwa wanakula mayai mangapi? 10,000. Kumbe tukieleza vizuri hata na vyuo vingine vinaweza vikaja. Sasa hivi hapa tusiseme uongo, tukitaka tukiwa tuna mikutano mikubwa inozidi watu pengine 1,000 tu, sio 1,500, hatuna ukumbi, hakuna Morogoro. Lakini ardhi lipo la kujengwa, lakini ukumbi wa namna hiyo tunakimbilia sijui Kiguru Nyembe, sijui Vioni huko wapi, Kete hoteli wapi, ambapo ukumbi wao hadi wanachukua watu wangapi? Kama 600. Hakuna ukumbi unaokwenda zaidi ya watu 1000. Ni investment, ni opportunities ambazo lengo la mkoa zielezwe, hizo information ziwemo kwenye guide moja ambayo itaweza kutusaidia kuzionyesha hizo fursa ili watu waweze kunufaika nazo, na sisi watu wa Morogoro tuweze kunufaika nazo, tupate kujielewa. Kuna kipindi hapa nasikia tu kuna yule mnamuita kuku wa ndoo, alipigiwa debe huyo mpaka kwenye BBC na kila kitu, watu wakawa wanatoka Dar es Salaam kuja kula kuku wa nini? Wa ndoo. Rasta. Si wapo bado? Wapo. Lakini kwa sababu nasifikiri kama hawa watu wamwambia kwamba kuna kuku wa ndoo pale, waende wakawahoji ambao wanaweza kupatikana Morogoro na vitu vingine. Hivi vitu unaweza kuona kama masahara, lakini ndio vitu ambavyo vinavyotakiwa. Sasa nimeweza kusema hiyo mambo, lakini hapa katika listi yangu kuna vitu vingi nimeweza kuvilist kwamba kama tunataka hapa tuzungumze mambo ya investment ndani ya Morogoro, basi tuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukavieleza na tukaviweka vizuri. Investment guide tulionayo imeshapitwa na wakati. Yaani ina miaka 8 iliyopita. Kwa hiyo ina mapungufu mengi yaliyopo. Kwa sasa tunataka kupromote uwekezaji ndani ya mkoa, lakini bila kureview hiyo document hatutaweza kuwafikia watu wengi na kuwaeleza situation jinsi ilivyo na Morogoro jinsi ilivyo na vipaumbele vyake. Kwa hiyo kazi hiyo tumewapatia wataalamu wa ESRF wako hapa, ma consultant ambao watatupitisha. Kwa kikao hiki cha leo mkuu kama alivyoelekeza, tujaribu ku create awareness kwanza kwa taasisi zote ambazo zina facilitate investment ndani ya mkoa, lakini pia na management team ya RS iweze kujua nini kinaendelea katika mkoa wetu. Tunafanya tafiti ambazo zinasaidia sio tu serikali lakini hata sekta binafsi. Maeneo ambayo tunayafanyia kazi ni masuala ya uchumi jumuishi, globalization, utawala bora, good governance, gender, social provision, nature resource and environmental management, lakini vile vile kuna swala la enhancing digital economy. Na kuna
katika kufanya hivyo tulibahatika mkuu kwamba ofisi ya waziri mkuu miaka 10 iliyopita, bwana anasema hata hii kama imepitwa na wakati, iliamua kwamba kila mkoa ujaribu kuainisha vivutio kwa ajili ya wawekezaji. Kwa ESRF, ofisi ya waziri mkuu ilipata fedha toka UNDP katuwezesha ESRF, kwa tukaweza kutengeneza regional guides 25. Lakini ile ya Morogoro yenyewe ilikuwa ndio za mwanzo ambapo UNDP yenyewe ilikuja kufanya yenyewe ikisaidiwa na taasisi zingine. Umeona kwenye ile page ya kwanza ile pale, ile ya Morogoro ESRF haikufika, lakini kwenye zingine 25 tulihusika kwenye kuzitengeneza.